Hapa mbele ya Nyambaya Cargo na hawana cha kufanya zaidi ya kukubali na kuyaga mashindano ya Samia Cup, ambapo msimu huu kwao safari inakuwa imeishia hapo baada ya kucheza kichapo. Wakati kwa upande wa Nyambaya Cargo si kama wamefuzu moja kwa moja, lakini bado wanayo nafasi ya kufuzu, sababu kundi hili bwana ni kundi la moto kweli kweli, kila mmoja anaonekana kwa yuko moto. Alama 3 hizi zinawafanya Nyambaya kufikisha alama 6 sawa sawa na Vunja Bei, lakini bado wana mchezo mwingine wa kucheza kama ilivyo kwa timu nyingine katika kundi husika. Lakini hapa yupo nahodha ambaye nitazungumza naye mawili matatu, atuambie namna ambavyo wamefanikiwa kupata ushindi kwa siku hii ya leo, na ushindi huu utakuwa na maana kubwa kiasi gani kwa upande wao. Pole la mchezo, lakini pia tuambie ushindi una faida kubwa kiasi gani kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Cha kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufanikiwa kushinda mechi ya leo. Ikiwa ni mechi yetu ya pili tunashinda. Tunamshukuru sana kwa sababu tunafikisha pointi 6, tumebakisha mechi moja ambayo ni ya maamuzi. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kushinda mechi nyingine. Bado kundi ni gumu, kila mtu ana nafasi ya kupita. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tunaendelea kufanya mazoezi vizuri tuweze kushinda mechi inayokuja, tuweze kufuzu hatua inayofuata. Hongera sana na kila laheri katika mchezo ambao unafuata. Asante, tunashukuru kwa mashindano haya. Pia niwaachie tu ujumbe mmoja wa watazamaji na wanaokuja kufuatilia mashindano haya. Mashindano ni mazuri sana, yanatupa hamasa. Pia wale wanaokuja, kila kitu kinawezekana. Unaweza kutoka kufanya mambo yako ya ibada, unakuja unafanya mazoezi, unatoka unarudi, unaenda nyumbani unakula daku, unapumzika. Kesho mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo nashukuru kwa mashindano yenu, basi tukutane na hatua inayofuata. Tunaamini tunaweza kushinda mechi ya mwisho tukasogea hatua nyingine. Asante sana, napenda ushauri wako pia. Kwa wewe ambaye unafuatilia, mwambie na mwenzio pia ushauri wa kapteni wa Nyambaya ni mzuri kabisa. Muda kama huu unatoka hapa unaenda zako kula daku, unalala, kesho unakuwa mambo yako vizuri kabisa. Pole Folex. Pole sana. Asante mpira. Kwa kweli ndio mpira, birthday tunaisherehekea, lakini ndio hivyo tena. Sio kama tulivyopanga, au sio? Kwa kweli, unajua ndio mpira, utafanyaje bwana? Okay, mwisho siku ongea na Watanzania kwanza kuhusiana na michuano mizima kwa ujumla wake, lakini pia uambie watu kuhusiana na Fole inahusiana na nini zaidi, ili hata kama tutakutana uwanjani tutakutana huko kwa watu wa Fole. Mimi najihusisha bwana na film sana. Ninafanya shughuli za kushoot sana sana video music za Tanzania hapa Afrika. Hiyo ndo nilipobobea huko. Kwa hiyo ukija huko mimi nakupiga 3-5 ukija huko. Pia napenda kuwashukuru wa Tanzania na waandaaji wa michuano. Nimepata experience nzuri. Ni mapumziko yangu mazuri ya Ramadhani. Kwa hiyo sina anachowadai wenye mashindano. Mimi nilikuwa ni mshiriki bwana. Mimi sijaje kutafuta kombe si nini. Mimi mshiriki. Kwa hiyo roho yangu imeridhika, mechi zangu 4 zinanitosha na pointi 3. Next time tutakutana tena msimu ujao. Next time sasa nakuja sasa kushindana. Sasa hivi nakuja kushiriki, kwa hiyo inatisha. Lakini sasa kwa uchache tu, unafikiri timu yako imekwama sehemu gani mpaka mjafanikiwa kuendelea mbele? Kiwango tunacho, lakini tuna experience ya michuano. Wengi hapa tuliocheza nao wapinzani wetu ni wana experience ya michuano. Kwa hiyo huyu ni bwana ameamua tu kumfurahisha kapteni, kama hivyo alikuwa anamalizia kuzungumza hapo. Kwa hiyo experience kidogo imekuwa changamoto kwetu. Kwa hiyo next time tutakuwa tuna experience kabisa. Sawa, kila laheri, lakini pia happy birthday kwa mara nyingine tena. Nashukuru sana. Bwana, mimi naomba nitamatishe matangazo haya kupitia Crown TV channel namba 415. Jessica Mwagaba jina langu. Asante sana Jmax na wote ambao wameshiriki katika production hii. Tukutane tena kesho hapa Tanzania Sports Hub kwa ajili ya michezo mingine. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.